kuwatoa hofu wana Dar es Salaam na wana Pwani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na sisi ambao tumepewa dhamana ya Wizara ya Maji, nataka niwaambie wana Dar es Salaam, wana Pwani, tutavuka salama. Hiki ni kipindi cha mpito, tutavuka salama. Mamlaka yetu ya maji DAWASA imeendelea kutoa huduma Januari mpaka mwezi huu wa 11. Tumepata hii itilafu, tunakili, lakini pia kuna mafunzo ndani yake mengi, tumepata maoni mengi, tumepata ushauri mwingi, tumepokea ili kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi na kuhakikisha kwamba mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira Dar es Salaam inaendelea kutoa huduma ya maji katika jiji hili la Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza kabisa tulivyopata experience ya mabadiliko ya tabia nchi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitupatia fedha. Tulikuwa na mkakati wa kujenga maji huu kupitia visima hivi vya Kigamboni. Ilikuwa kwa muda mrefu sana, kwa sababu tulikuwa tunahangaika katika utafutaji wa fedha, lakini alitoa fedha za ndani zaidi ya bilioni 23.6. Tumejenga mradi phase 1 umekamilika. Leo huu ndio unatusaidia kukabiliana na hii hali ambayo tumeipata. Kwa hiyo katika maji ambayo tunazungumza kipindi hichi tunayotoa ya mgao, ni mradi huu mmoja unasaidia hapa Kigamboni, lakini unasaidia maeneo ya mjini kati kwa maana ya Kariakoo, kwa maana ya Keko mpaka maeneo ya Chang'ombe. Kwa hiyo hii ni phase 1, ni watake DAWASA, huu ni mradi wa mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na backup ya Ruvu Juu pamoja na Ruvu Chini. Twende sasa phase 2 ili kuhakikisha vile visima vingine vilivyobaki navyo tunavidevelop, wana Dar es Salaam wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini jambo la pili, nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Tumepata experience kwa maana ya Ruvu Chini na maana ya Ruvu Juu kipindi hiki cha ukame au kipindi cha kiangazi, manake uzalishaji unapungua katika mitambo yetu. Tumeianza kazi ya ujenzi wa bwawa la Kidunda ambalo lenye thamani ya zaidi ya bilioni 335. Kandarasi yuko site na hivi ninavyozungumza mradi upo 40%. Imani yangu 2026 tutakwenda kukamilisha na kuhakikisha kwamba fedha inapatikana ili adha ya namna hii inapokuja kipindi hiki cha kiangazi tuondokane na changamoto ya namna hii. Lakini mkakati wa 3 ni juu ya kuyatoa sasa maji ya Rufiji kuja katika kusaidia jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam ni jiji la kibiashara, ni jiji la kiuchumi. Lazima liwe na maji ya uhakika ukiambatana na eneo la Pwani, ni eneo la viwanda, kongani ya viwanda. Kwa hiyo lazima tuwe na maji ya uhakika. Mahitaji ya maji katika jiji la Dar es Salaam piki yake ni lita milioni 572. Leo tuna uwezo wa kuzalisha lita milioni 534. Huu ni uwekezaji mkubwa sana. Ni itilafu ama changamoto ambayo tu tumeipata, lakini tumefanya investment kubwa juu ya miundombinu na kuhakikisha watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo mkakati ambao uliokuwepo sasa ni kuhakikisha maji ya Rufiji ambao tumeshajenga bwawa la Mwalimu Nyerere ambao yanaozalishwa mengine yanapotea baharini, sasa yale yatolewe kule Rufiji yaje kusaidia katika jiji la Dar es Salaam. Kazi hiyo ambayo imeelekezwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya usanifu tumekwishaimaliza. Inahitajika fedha sasa na ipo katika mipango. Naamini kamilika kwa hili bwawa la Kidunda na huu mradi wa Kigamboni, mambo yetu yatakuwa vizuri. Mikakati ipo, jitihada zipo, kazi zimefanyika. Kwa niwaombe sana Watanzania tuwe na subra ili kwa kuhakikisha kwamba dhamira hii ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani inatimilika kabisa.